Okay, darasa mambo vipi ese? Niko sawa mela, mambo vipi mzazi? Bwana fresh na pole sana pia kwa ajali. Asante sana mzazi, Mungu mkubwa sana. Niambie ilikuwaje? Mlikuwa mnatoka wapi, mnakwenda wapi? Tulikuwa tunatoka Kahama, tumetoka Kahama saa 8 baada ya kuwa tumepumzika hotel nini mpaka muda ambao tulihitajika kutoka saa 8 tumetoka pale. Tulikuwa mimi, Askana, Aba, producer na producer Mr. VS. Tulikuwa tunaenda sehemu inaitwa Kakola, njia ya kwenda Geita kutokea Kahama. Tulikuwa tuna show ya leo usiku pale. So we drive kwa sababu ni rough road. Ni nafikiri kwa watu wanaopita nje huko wanajua ni rough road, so haikupi hata wewe mood ya kuendesha gari speed kwa sababu unajua unavyojisikia ukiwa kwenye rough road kuendesha gari speed. So tulikuwa tunaendesha speed haikufika 80. Mimi nakumbuka mara ya mwisho naangalia speed ya gari ni almost 60 na kwenda 70 na. So tunapiga story, huyo anasema hiki watu yani hakuwa tena hard feeling yoyote ya kuona, yani unaweza kuona kitu gani kinaenda kutokea ama nini kitatokea ama gari imetuletea shida labda tumeforce safari, so kitu kimetokea, yani gari iko fresh, tuko fresh, tunapiga story, hamna mtu ambaye ana usingizi maana tumetoka kuamka tu, hamna mtu ambaye amelewa, tumetoka kuamka unajua. So wezi ndio maana kwenye post yangu nilisema miujiza kwa sababu I can't explain. Unajua hata sikuone inatokea wapi, ghafla gari haitaki kukaa barabarani na kwenda kulia, then as unavyoona gari yenyewe imezunguka zaidi ya mara 3 kabla ya kurudi kwenye hali yake chini na kugeuka sehemu ambayo tumetokea, lakini hakukuwa tena barabara ya kufanya hivyo. Yani I don't know man, tushukuru Mungu ase imekuwa safe, tumekuwa salama. Na hapo mlipopata ajali kuna kona? Ni kona, hakuna kona kali ya kusema ushinde kuona. Yani sehemu ambayo unaona barabara yako ile basi, hakuna kona kali ambayo tumekutana nayo. Dereva anasema alihisi kitu gani wakati ajali inatokea? Mimi ndo nilikuwa na drive. Wewe ndo ulikuwa na drive? Mimi ndo nilikuwa na drive. So ndio maana nasema nimeshindwa kumwelewesha mtu kwa sababu kila mtu ambaye tulikuwa naye ndani ya gari ajui kwa nini sisi tumefika pale, kwa sababu gari haikuwa speed, sisi tunapiga story, amna challenge ya gari jingine maybe, hakuna ta challenge ya poli maybe, yani kila kitu kiko wazi, yani ajali mzee mlaba naweza kusema hivyo tu. Ulihisi gari imegoma kufanya vile unavyotaka, yani inajipeleka yenyewe? By the time nataka kufight ikae barabarani, ina fight kwenda kulia kwa barabara kutoka kwenye fight ambayo tuko. Yani I was like the more na fight ndo naona kama na confuse, so nikatumia kutaka kuipeleka napotaka, lakini isiende nje ya direction ya barabara, maybe kagonga kitu, maybe nikutane na bahati nzuri ya kuwa na watu mitaa ile yako, ilikuwa ni sisi na gari yetu tu mpaka tumefikia sehemu tukaweza kufanikisha. By the time tunaweza kufanikisha maybe ndo tuicontrol na yenyewe inazunguka, hadi uweze kuona ni gari kama movie. Na ulijaribu kushika breki imegoma? Breki ndio kilikuwa kitu cha kwanza. Sasa ile breki ya kwanza ilileta, unajua ghafla gari imestuka, lakini unaenda breki haijasaidia pale, na gari ina breki, tumetoka huko safe. Yani siwezi kukwambia what happened mela, but tumepata ajali, ndio nilichokiona achoweza kukielezea, lakini sijaona challenge ya gari. Naendesha hiyo gari naijua, kama ikiwa ina miss naijua, ikiwa brake inayeyusha naijua, na tumetoka service before kufanya safari yetu. So huu ni mwaka wako wangapi toka umeanza kuendesha gari, yani uzoefu wa barabarani? Nimeanza kuendesha gari nafikiri huu ni mwaka wa 4 wa 5, yani since nimekuwa Dar es Salaam nimekuwa naendesha magari. Okay, na wewe ni mzoefu wa safari ndefu za mikoani? Safari zote ambazo nilikuwa naenda Fiesta mimi ndo nilikuwa na drive. Safari zote ambazo mimi nasafiri kwenda kwenye shughuli zangu za shows mimi ndo na drive kwa asilimia kubwa. So nafikiri najua anachokifanya 100%, na nimeshawa drive watu ambao pengine unafanya nao kazi hapo na wanajua kiasi gani naweza kuendesha gari na wana trust na mimi. Kwa maana hata watu wangu walikuwa nao ndani hawezi kukuelezea, hawezi kuambia maybe darasa alilala, darasa alijisahau, darasa nini. Na umeshawahi kupata ajali nyingine? No, hii ni first time yangu kwenye maisha. Nafikiri Mungu ameamua kunikuza.
Na ukipitia pia comment za mitandao ya kijamii, yani kila mtu anaandika kitu chake. Umeziona comment ambazo watu wanasema kuwa makini, watu hawapendi maendeleo yako na vitu kama hivyo, wanahusisha na imani za kishirikina. Una kitu gani cha kuambia au cha kusema? Unajua sisi kwenye dunia yetu sisi ambavyo imetoka kule mpaka ambapo imefikia, hata kama tunataka kuchange hatuwezi kubadilisha kwa haraka hivi. By the time mimi kutengeneza hit song tu tayari watu wengi walikuwa wananiambia mimi labda pengine kuna mganga anasaidia, pengine kuna kitu anasaidia, lakini kama kuna mganga angekuwa anasaidia angenisaidia kipindi natoa nyimbo za Sikata Tamaa, zingekuwa za dunia, kwa sababu Sikata Tamaa nafikiri ni nyimbo kubwa dunia nzima. Sijakutana na nyimbo yote ya hip hop dunia nzima imeandikwa mistari kama ambayo iko kwenye Sikata Tamaa. Mimi ni mtu najua na nasikia na naona, lakini ni wimbo ambao ulikuwa hivyo. Lakini nimejua dunia inaendaje, nimegundua muziki maana yake sana ni nini, so nikatengeneza nyimbo ambazo zimeweza kuwaendea watu direct kwenye feelings zao, na kusema yes, this is what we want, na hatuwezi kuvunga kwenye hicho kitu kizuri. So nimekuwa na hiyo nafasi, nimekuwa hiyo nafasi kubwa ghafla, amna mtu aliona inatokea, ndio maana imo supplies wengi, so nafikiri kila mtu atalipokea kwa njia yake na nini. Utamaduni wa hard work, mtu akifanya hard work ikawa miujiza, sisi bado tunaamini lazima kuna kitu cha kishirikina kinatokea. Na ukiangalia sasa vitu vyote vinatokea kwenye wakati mmoja, ajali na nini inachanganya, na kutokana na maybe watu wetu ambao wametutangulia kwenye game wamekuwa wakiendesha hizo imani sana, wanazipa nafasi kubwa kwamba maybe wanafanikiwa kwa sababu wanaamini hivyo vitu, au pengine wanafanya kwa namna moja nyingine, ndio inawa confuse hao watu. Kwa hiyo usiwalaumu, wanasema wanachokijua, wanaamini wanachokiamini, hamna haja ya ndio maana sijasema mimi mtu kaniletea hiki kaniletea, na hiyo inaletwa kwa sababu ya fake life ambayo sisi tunaitengeneza wenyewe kwa wenyewe. Si mimi natoa nyimbo baby, au labda mimi nafanya kitu changu cha promotion, au maybe mimi nimepokelewa Kahama kwa kitu cha kushangaza, good thing. Nasikia brother kama Afande Feri, Mwana Feri, nimemsikia Professor J na wengine wengi, Vanessa na wengine wengi wanacheki kuonesha bwana ulichokifanya sio kitu cha kawaida, kimeleta hiki. It's a big changing. Unajua life inataka hivyo ili kuweza kutengeneza vitu vyetu, lakini pengine mtu asifanye hivyo, ukaja ukafanya kwenye ajali yangu, inatengeneza picha mbaya hata kwa wale watu huko nje. Kwa unaweza isiwe kitu kizuri sana cha kutengeneza dunia yetu. Tuwe marafiki kweli, tuwe wasanii kweli, tuwe watu kweli, tuhakikishe muziki wetu unaenda mbali. Tunahitaji kina Darasa wengi, tunahitaji kina Melody wengi, habari ziwe nyingi, watu wetu wapate wanachokihitaji. Dunia itakuwa inamtosha kila mtu ana room yake hapa. Mimi siamini kwenye ushirikina, naamini nimepata ajali, Mungu ananipenda, na kwa watu wangu ambao wanakea, nimeumia mguu somehow, nimeumia shingo somehow, na jeraha dogo kwenye sura yangu, I'm doing fine. Na hii ni interview yangu ya kwanza na sema official. Tuamini kwenye Mungu kuliko vitu vingine. This is Darasa Magic Music Boy. Kama Mungu anataka, taamka kesho na tutafanya kazi zetu na kila kitu kitaendelea. Okay, ulikuwa umefanya show Kahama before? Yes, nimefanya show Kahama jana, na nafikiri tumeweka record ambayo haijawekwa pale toka mwaka umeanza. Kwanza tunapokelewa na watu for love kabisa, wanapenda muziki wetu, watu wakubwa, watoto wadogo, kina mama, watu wazima, kutufuata sisi njiani, kutaka kutuangalia tupige na picha, na ilikuwa mitaa mingine haijapitika kabisa Kahama kwa sababu ya sisi kupita lile eneo. So ili nifanya nione muziki ni wa watu, sio wa mwanamuziki au wa mtungaji wimbo au wa nani anataka kuwa. So okay, watu wetu mtaani waamini kwenye ndoto zao tu. Okay, na leo unaendelea na show kama kawaida? I have to do something hapa. Nilikuwa nakuja hapa, kuna matangazo hapa. Nasikia nimesema nasikia maumivu kweli, siko sawa, hata checking yangu nasema ilibidi nipumzike, lakini kila kitu kiko kishapangwa. Ajali yenyewe imetokea dakika 20 kufika hapa kuliko dakika lisali moja na kwenda Kahama pengine au wapi. So ilikuwa lazima nije hapa kwa wale watu ambao wanaomba tu, Mungu kanipa nafasi na ni mzima, nataka niwaone, niongee nao, na wanajua nimepata ajali, so hawategemei kitu kikubwa kutoka kwangu sana. Kwa hiyo leo unapiga show kama kawaida? Yes, nahudhuria kwenye show kama kawaida. Ni sehemu gani inaitwa? Niko Kakola, sehemu iko nafikiri ni karibu na Geita sana. Okay. Yeah. Na hospitali umekwenda, umeambiwaje? Hospitali tumepata mtu wa kunicheck,
nafikiri tutachukua karatasi ya polisi kesho Kahama pale, then ndio nitatibiwa pale Kahama. Nimekuwa naangaliwa na mtu yeyote kwenye time hii, so kwenye kuangaliwa kuna chochote kinachotokea, but as nimekwambia, God over everything, mimi naamini Mungu wangu ndo alonitoa kwenye skatamaa mpaka kwenye muziki, so yeye ndo atajua ananipeleka wapi. Mimi nakushukuru sana kwa time yako Darasa, na I hope ukirudi Dar es Salaam ukitulia vizuri tutafanya interview nzuri nyingine ya On Air. I appreciate brother. Thanks.